Naam, ikiwa bado tupo katika dirisha la usajili, dirisha dogo hili, taarifa zinakuwa nyingi. Zipo ambazo tayari tulizijadili na zimeshakuwa rasmi, kwa maana zimethibitishwa na hawa wachezaji wameshaingia katika klabu hizo, lakini zipo ambazo bado hazijathibitishwa so far. Miongoni mwa stori ambayo naamini katika pitapita zako umekutana nayo inamhusu Jospin Loemba. Huyu ni kiungo wa ushambuliaji kutoka nchini Cameroon, kwa maana ya ligi ambayo wanacheza na ligi kuu ya Cameroon. Umeona kwamba wapo baadhi ya waandishi wamethibitisha rasmi kwamba tayari nyota huyu ameshamalizana na klabu ya Simba, yani ni mchezaji rasmi wa Simba. Wapo ambao wamekwenda mbali zaidi, wameandika kwamba atakuwepo katika mchezo dhidi ya Esperance de Tunis. Kwa hiyo kila mmoja kajaribu kuandika kwenye namna yake juu ya Jospin Loemba. Sasa hapa tunakwenda kumwangalia huyu ni kiungo wa aina gani, ni mchezaji wa aina gani, na mazingira yako vipi mpaka sasa. Tukianza kwenye flashback, kukukumbusha kuhusu Jospin Loemba, ni nyota ambaye sio mgeni katika masikio yako, hususan kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia jukwaa hili kwa ukaribu zaidi. Wastani wa miezi miwili iliyopita tuliwahi kumjadili katika jukwaa hili kuhusu juu ya kiungo huyo. Tuliangalia vitu vingi kutoka kwake, vingi sana tuliangalia. Ni session ambayo iliwahi kupita hapo nyuma, watu wakajaribu comments zao nyingi sana. Alikuwa na comments nyingi sana katika ile session, watu wakionyesha hisia zao juu ya mchezaji huyu. Sasa leo imekuja tena kwa maana ya mchezaji ambaye Simba wanataka kumsajili kwa mujibu wa tetesi mbalimbali ambazo zimepita hapo nyuma. Sasa Jospin Loemba ni nyota ambaye tukienda kumwangalia kiwasifu wake ana umri wa miaka 22 kwa wakati huu, lakini ni nyota ambaye ni raia wa Jamhuri ya Kongo. Kwa lugha rahisi tukisema Congo Brazzaville, naamini wengi wanaelewa zaidi. Ni raia wa nchi hiyo na amecheza pale nyumbani kwa maana ya Congo Brazzaville kwenye klabu mbalimbali ikiwemo Interclub Togalai, ikiwemo pia AS Otoho Dioyo. Amepita hapo, lakini baadaye akaenda zake Cameroon. Ndani ya Cameroon amecheza timu ya Colombe Sportive de Lombo. Ndani ya kikosi cha Colombe alikuwa na performance bora sana msimu mwaka 2024-2025. Aliwezesha kikosi hicho, alikuwa miongoni mwa nguzo muhimu za kikosi hicho kwenye kampeni ya kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon. So alibeba huo ubingwa. Baadaye zikaja taarifa za kwamba anahitajika na klabu ya Simba. Sasa at that time Simba walikuwa na kocha Dimitar Pantev, kama tutakumbuka vizuri. Wakati wa Dimitar Pantev alimhitaji huyu, na Dimitar Pantev ndiye ambaye alimpropose huyu mchezaji. Sasa binafsi niliwahi kuripoti kuhusu taarifa ya mchezaji huyu na Dimitar Pantev. Miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa anawahitaji kwenye kikosi ilikuwa ni Thabo Maponda. Tuliwahi kuripoti kuhusu story yake, lakini pia tumeripoti story ya huyu. Mimi binafsi sikuona mwendelezo wa hii taarifa, na baada ya kocha Dimitar Pantev kuondoka kwenye kikosi cha Simba niliamini hii deal imekufa. Yani sidhani kama itaendelea tena, kwa sababu ni pendekezo la Dimitar, na ikumbuka kwamba Dimitar Pantev amefundisha kandanda pale Cameroon kwa mafanikio, kwa maana kwamba alibeba hadi ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon. Kwa hiyo nilikuwa naamini ni vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wake. Alikuwa anamhitaji yeye kama kocha kwa sababu anafahamu vizuri, amemuona akiwa Cameroon, lakini kupata pia hata comments za wale ambao aliwaacha pale Cameroon, sababu alitoka Cameroon akaenda zake Orapa United ya Botswana kabla baadaye kwenda kujiunga na Gaborone United. Sasa kwa pale Cameroon pia ana watu ambao anafahamiana nao vizuri, anazungumza nao lugha moja, ambao naamini walimwambia kuhusu Jospin Loemba na daraja lake la ubora. So that's why alimtaka ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo leo hii ninavyoona taarifa hii inakuja na baadhi ya watu wanathibitisha, inawezekana ikawa ni kweli amesha saini mkataba na Simba, inawezekana ikawa ni bado, lakini bado Simba anaendelea kumfuatilia. Kadri muda unavyozidi kwenda tutazidi kuona kiundani zaidi juu ya hii deal. Huyu mchezaji ni inside left, anacheza nambari 10, na wakati ambao anasajiliwa niliwahi kusema hapa kwamba huyu inaonekana kama ni mbadala wa Clatous Chota Chama katika eneo la nambari 10. Nambari 10 ilikuwa inaonekana kama ni eneo ambalo linahitajika maboresho zaidi. Wanakosa yule namba 10 mzuri zaidi, mwenye creativity zaidi. So niliamini Loemba ni mchezaji ambaye anakwenda kuchukua nafasi ya nambari 10, eneo ambalo Chama Clatous alikuwa analicheza. Sasa at this time Chama Clatous yupo ndani ya Simba, kwa maana ya amerudishwa
kwenye kikosi cha Simba, na hapa tunapozungumza ni mchezaji wa Simba, lakini ni wakati ambao pia tunaziona hizo taarifa za Jospin Loemba naye kuhitajika ndani ya Simba. Tafsiri yake ni kwamba wanakwenda kuwa na inside left wawili. Kumbuka kwamba Jean Charles Ahoua tayari ameshaondoka kwenye kikosi cha Simba. Maana yake Simba wanahitaji mbadala, wanahitaji nyota mwingine ambaye anaweza kwenda kucheza katika eneo hilo ambalo la nambari 10. Ni eneo muhimu sana. Simba miongoni mwa strength zao miaka na miaka ni katika kiungo wa ushambuliaji, yani kuwa na namba 10 mzuri kwenye miaka mingi. Kwa hiyo waliamua kumrudisha Chama baada ya kuona Jean Charles Ahoua ameshaondoka, na kama wanakwenda tena sokoni kumtafuta kiungo mwingine nambari 10, kumbuka kwamba Joshua Mutale ana uwezo kucheza katika hiyo position na mwenyewe hayupo pia kwenye kikosi. Awesu Ali Awesu ana uwezo kucheza kwenye hiyo position pia na mwenyewe hayupo kikosini. Kwa hiyo unawaelewa Simba kwa nini wanataka kuongeza kiungo mwingine nambari 10 ikiwa tayari wana Clatous Chota Chama, wakichukua na Jospin Loemba kwa age yake. Unaona ni mchezaji ambaye anaweza kupata nafasi zaidi ya kucheza ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. So ni mchezaji ambaye ana daraja la ubora, ni mchezaji ambaye miongoni mwa mechi ambazo alikuwa na performance bora sana ilikuwa kati yao dhidi ya MC Alger kutoka kule Algeria, mechi ambayo ilikuwa na performance bora sana kwa Colombe Sport ya akifunga goli, na katika mechi ile of course binafsi ndo nilimuonea pale kwa mara ya kwanza. Performance yake ilikuwa bora. Ni nambari 10 ambaye ana jicho la pasi, ana uwezo kutengeneza nafasi, uwezo wa kupiga set pieces, mipira ya kutengwa, lakini pia ana jicho la kufunga. So ni mchezaji ambaye kwa Simba kama wanakwenda kukamilisha deal yake, basi ni deal ya maana miongoni mwa sajili za maana ambazo tutakuwa wamezifanya katika dirisha hili dogo la usajili. Kumbukwe Simba wanatengeneza timu imara, walisajili wachezaji wengi walikuwa nao tangu msimu uliopita, lakini wengi wanaonekana kuwapangua, kuwakatakata kwa sababu wanaona hawatoshi, wanataka kuongeza nguvu tena ili kurejesha Simba imara zaidi, na target yao kubwa ni kuvuka hapa walipo kwenda hatua inayofuata. Hatua inayofuata nikiwa na maanisha hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini pia katika michuano ya ndani, ligi ya ndani, wana nafasi. Ligi bado ni mbichi, rounds zilizochezwa na chache. Wao wenyewe Simba na watani zao wa jadi pamoja na Azam FC, mechi ambazo wamecheza ni chache sana. Kwa hiyo wana nafasi ya kubadilisha upepo na kuitengeneza Simba imara, wakachukua angalau kombe. Inawezekana kawa sio Champions League, lakini wakachukua labda ligi kuu. Ikishindikana ligi kuu, basi at least wachukue kombe la Muungano. Ikishindikana Muungano, sidhani kama kuna kombe jingine, maana Mapinduzi tayari limeshaondoka. Kwa hiyo inawezekana kawa ni msimu mgumu endapo wachezaji hawa ambao wanawachukua wanashindwa kuclick moja kwa moja katika kikosi. Anyways, hilo ndo kubwa ambalo kitaka kushare kwa wakati huu, lakini wewe una nafasi ya kuweka maoni yako kwenye comment section kwa namna ambavyo tumemzungumzia mchezaji huyu, kwa namna ambavyo wewe labda unamfahamu. Unaonaje? Unaona ni mchezaji ambaye anastahili kucheza ndani ya Simba au hatoshi? Weka comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe. Hii ni Mzinga Sports.